Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, mama yetu mpendwa, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutenga fedha nyingi kwa ajili ya uendeshaji wa shule na elimu yetu kwa ujumla. Hakika tunaiona dhamira yake njema ya kuboresha elimu yetu nchini. Fedha ya chakula ambayo inakuja kwa mwaka kwa sasa haipungui milioni 48 kila mwezi. Hizi fedha sio kidogo. Maana yake kwa mwaka tuna zaidi ya milioni 500 zinazoletwa Nsumba pekee kwa ajili ya kuwatunza hawa watoto wapate kula. Kwa hiyo mnaweza mkaona serikali jinsi ambavyo inajitoa kwa ajili ya kutekeleza malengo ya elimu. Eneo la shule, ndugu mgeni rasmi, eneo la shule hii halina hati miliki ya ardhi, ingawa mipaka yake inajulikana na kukadiriwa kuwa na ukubwa wa ekari 46. Halina hati kwa sababu bado linamilikiwa na Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza. Shule hii ya Nsumba ikiwemo kitaaluma lakini pia mafanikio ya kutoka serikali kuu. Ni kweli shule hii ya Nsumba imeanzishwa mwaka 1952 ikiwa yuko chini ya Kanisa Katoliki, lakini baadaye ilitaifishwa na kuwekwa katika mikono ya serikali. Maana yake mpaka leo hii shule hii ina zaidi ya miaka 73 tangu ianzishwe, na tangu iingie kwenye mikono ya serikali ina umri wa miaka 27, na ndio maana leo tuna mahafali ya 26. Kwa hiyo ni shule ambayo kwa ujumla serikali imeitazama kwa jicho la pekee sana. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilileta milioni 876 kwa ajili ya ukarabati mkubwa sana uliofanyika katika shule yetu ya Nsumba Sekondari. Ukarabati huu umetengeneza mazingira rafiki kwa vijana wetu, umetengeneza miundombinu rafiki kwa vijana wetu, na hata sababu za ufaulu na matokeo mazuri yanaendana pia na miundombinu rafiki kwa vijana wetu. Kimsingi kwa maana ya kuwekeza wakati una uhakika sio jambo zuri. Ila kama kuna makubaliano katika uwekezaji, kama ilivyo kwa wawekezaji wengine wa nje, unapokuja hawana umiliki wa ardhi, lakini kwa makubaliano nchi inawapa kuwekeza, kwa maana kwamba kabla ya kuwanyang'anya kwa ajili ya matumizi mengine ya kiserikali, wanakuwa wameshapata ile tunaita return au ya investment. Kwa hiyo kwa upande huu sasa wa shule yetu, kwamba kwa nini tuendelee kuwekeza na hatuna uhakika na umiliki, ningesema busara ingekuwa ni kumiliki. Biriwa na changamoto ya uzio wa shule, ambapo japokuwa ni kubwa lakini bado uzio wa shule ni tatizo. Hivyo kutokuwepo kwa uzio wa shule kunapelekea wanafunzi wengi kutoroka shule. Jambo la kwanza, wanafunzi wengi wanatoroka shule hususan katika majira ya usiku, lakini pia katika muda ambao unakuta hakuna vipindi au muda ambao unakuta wanafunzi wapo tu. Kwa mfano kama siku za weekendi, mwanafunzi anapata nafasi, anatoroka, anaenda nje. Mwisho wa siku inakuwa ni madhara kwake, kwa sababu ule muda anaotumia kutoka nje ya shule anakwenda kufanya mambo mengine ambayo huo muda angeutumia kujisomea na kuongeza nafasi yake katika kufaulu. Hotuba ya mgeni rasmi kuhusu usimamizi wa vijana. Vijana wameomba kwamba wawekewe uzio katika maeneo haya kwa ajili ya ulinzi wao na kuwa salama zaidi. Na sisi tunaona wazazi ni kitu kizuri, maana watoto wanakuwa wako huru sana. Na watoto wanapokuwa na maeneo ya wazi wanakuwa na mke wakuwa wanatoka sana maeneo ya shule, lakini uzio unapokuwepo inakuwa ni ngumu kwa watoto kushawishika kutoka maeneo ya shule. Wanafunzi waliosoma hapa na walimu waliokuwa hapa miaka hiyo wakija hapa kwa leo watashangaa. Shule inang'aa, shule inapendeza. Kama familia, serikali na mambo mengi, lakini inaendelea kujitahidi. Imetoa milioni zingine 120 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Tunaendelea kupambana na changamoto, kutatua changamoto za shule hii. Tumesikia kwenye risala kuna swala la gari, shule haina gari. Wamesema kuna swala la vifaa vya michezo, wamezungumzia swala la mipaka ya shule.
kama ilivyobainishwa, baadhi ya shule jirani wana magari, lakini tunalichukua kama changamoto, talifikisha kwa wahusika, hasa mwenye shule ambaye ni mkurugenzi